Tarehe 20 ya mwezi Aprili mwaka 2025, Simba Sports Club watakuwa na kibarua kizito dhidi ya Stellenbosch kutoka Afrika Kusini, hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, mchezo ambao ulitarajiwa kupigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na sasa mchezo huo utapigwa katika dimba la New Amani Complex. Hii ni Toka Zamani TV, updates zaidi zinapatikana hapa. Tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Sasa taarifa inasema kuwa wawakilishi pekee wa Tanzania katika michuano ya CAF, Simba Sports Club wameamua kupeleka mchezo dhidi ya mpinzani wao, mchezo wa nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini visiwani Zanzibar, baada ya uwanja wa Benjamin Mkapa kufungiwa kwa muda kupisha ukarabati, na mabosi wa Msimbazi wameamua kuchagua uwanja huo uliopo mjini Unguja. Mchezo huo wa hadhi kubwa barani Afrika unatarajiwa kupigwa majira ya saa 10 kamili za jioni siku ya tarehe 20 mwezi Aprili mwaka 2025. Uamuzi wa kubadilisha uwanja umetokana na agizo la serikali la kusitisha kwa muda shughuli zote za soka katika uwanja wa Benjamin Mkapa ili kuruhusu ukarabati wa dharura, hasa kwenye mfumo wa mifereji ya maji ya mvua. Ikumbukwe Simba Sports Club wametinga hatua ya nusu fainali mara baada ya kuitoa Al Masry kutoka kule Misri, wakati Stellenbosch wao wakitinga hatua ya nusu fainali baada ya kuondoa miamba kweli Zamalek kwa ushindi wa 1-0 waliopata ugenini nchini Misri. Lakini je, safari ya Stellenbosch katika msimu huu wa CAF Confederation Cup ilikuwaje? Timu hii imefunga magoli 18, magoli 12 uwanja wa nyumbani, magoli 6 uwanja wa ugenini. Lakini pia magoli ya kufungwa, wamefungwa magoli 11, magoli 3 katika uwanja wa nyumbani, magoli 8 wakiwa ugenini. Clean sheet kwenye mechi 12 hadi kufikia nusu fainali, mechi 8 wamecheza bila kuruhusu bao lolote. Mechi 6 walizocheza nyumbani wameruhusu magoli 3 kwenye mchezo mmoja tu dhidi ya RS Berkane, mchezo ambao kwa Berkane kupata ushindi wa goli 3-1, nyingine zote wametoa clean sheet. Hii inaonyesha timu hii ni miongoni mwa timu ngumu kweli wakiwa katika uwanja wa nyumbani. Hivyo Simba Sports Club wanapaswa kutumia vyema uwanja wa nyumbani ili waweze kupata matokeo bora. Yote kwa yote, mchezo utapigwa katika uwanja wa Amani Complex kule Zanzibar. Hii kimaanisha Simba wanatakiwa wapate matokeo mazuri katika mchezo wa kwanza ili waweze kujikatia tiketi ya kuweza kufanya vizuri kabisa katika mashindano haya kuelekea kwenye hatua ya fainali ambayo ndio kiu ya mashabiki wengi wa Simba Sports Club. Nusu fainali ya Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch ni miongoni mwa mchezo ambayo inatazamwa kwa jicho la pekee hapa nchini Tanzania, kwa kuwa Simba Sports Club ikiwa watafanikiwa kuvuka hatua hii watakuwa wamevunja rekodi au wamevunja mwiko wa miaka mingi hivi karibuni, ambapo walikuwa wakiishia katika hatua ya robo finali, kiasi cha watani wao au mashabiki wa soka Tanzania kuwapa jina la mwaka robo. Yani wanacheza lakini wakifika robo finali wanakuwa wanashindwa kuvuka. Lakini msimu huu wamefanikiwa kuvuka mara baada ya kuifurusha nje ya mashindano Al Masry kutoka kule Misri, mara baada ya sare ya goli 2-2 kwenye aggregate, kisha mchezo huu kuelekea kwenye mikwaju ya penalty ambapo Simba wakafunga penalty 4 wakati Al Masry wao wakafunga penalty 1. Kitendo cha Simba kufuzu hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika ni wazi itakuwa ni vita ya mabilionea wawili wenye nguvu kubwa ndani ya timu hizo, ambao ni Mohamed Dewji wa Tanzania pamoja na Johan Peter Rupert kutoka kule Afrika Kusini. Na mchezo wa kwanza unatarajiwa kupigwa Aprili 20 ikiwa Simba kwa mwenyeji, mchezo ambao unatarajiwa kupigwa kwenye dimba la New Amani Complex kule Zanzibar, wakati Simba watalazimika kuelekea ugenini Aprili 27 kule nchini Afrika Kusini watakapokwenda kukipiga na Stellenbosch katika mchezo wa marejeano. Mabilionea wa timu hizo wamekuwa na nguvu kubwa iliyosababisha mabadiliko ya vikosi vya timu hizo ambavyo vimetikisa Waarabu katika mashindano. Hivi karibuni jarida la Forbes 2025 lilimtaja Mohamed Dewji kuwa ni miongoni mwa watu matajiri duniani, akiwa na utajiri wa dola bilioni 2.2 sawa na trilioni 5.7 za Kitanzania. Mo anakuwa tajiri namba 12 Afrika na namba 1 Afrika Mashariki kwa utajiri huo. Wakati Simba akiwa na Mo Dewji, Stellenbosch iliyoanzishwa Agosti 3 mwaka 2016 ipo chini ya umiliki wa bilionea wa nchi hiyo ambaye anafahamika kwa jina la Johan Rupert, ambaye ni mfanyabiashara kama ilivyokuwa Mohamed Dewji, ambapo yeye makazi yake yapo huko nchini Afrika Kusini. Rupert ni mwenyekiti wa kampuni ya Richemont
yenye makao yake makuu nchini Uswizi na kampuni ya Remgro yenye makao yake makuu nchini Afrika Kusini. Tangu April mwaka 2010 amekuwa mkurugenzi mtendaji Richemont. Kwenye orodha ya Forbes ya mwaka 2025, Rupert na familia yake wanashika nafasi ya pili kwa utajiri barani Afrika, nyuma ya Aliko Dangote wa Nigeria, akiwa na makadirio ya fedha ya jumla ya thamani ya dola bilioni 15.2 na dola bilioni 17.7 kulingana na Bloomberg Billionaires Index. Remgro Limited ni kampuni anayoimiliki mwekezaji huyo aliyoko Stellenbosch, Afrika Kusini. Ina maslahi katika benki, huduma za kifedha, bidhaa za kioo, huduma za matibabu, madini, mafuta na petroli, vinywaji, chakula pamoja na bidhaa za utunzaji wa binafsi. Bilionea huyo tangu aimiliki rasmi Stellenbosch Agosti 18 amefanya uwekezaji mkubwa na kufanya kikosi hicho kuwa na thamani ya shilingi bilioni 33 za Kitanzania, kulinganisha na cha Simba chenye thamani ya shilingi bilioni 6.4. Utaona kwa kiasi gani matajiri hao wamefanya uwekezaji mkubwa kwenye vilabu hivi, ambapo imeshuhudiwa Simba sasa wakifanikiwa kuvuka hatua ya robo finali, ambao kwa Stellenbosch wao wakifanikiwa kuingia katika hatua ya nusu finali wakiwa wameanzishwa mwaka 2016. Vita hii itaamuliwa siku ya finali, ambayo itakuwa ni mchezo wa marudiano ambao utapigwa April 27 kule nchini Afrika Kusini. Je, ni Simba chini ya Mo Dewji ambao watafanikiwa kuvuka kwenda hatua inayofuata, au Stellenbosch kutoka Afrika Kusini ambao wanamilikiwa Rupert ambao watafanikiwa kwenda kwenye hatua inayofuata? Mimi ni Shehani Mzaina, hii ni Toka Zamani TV. Naendelea kukupa up to date na ufafanuzi wa taarifa mbalimbali. Ikikubwa wewe endelea kusubscribe, lakini pia tufuate kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii pale Instagram, Facebook, TikTok pamoja na mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.